Wacha turudi. Asante sana mheshimiwa mama, karibu sana. Tafadhali turudi huku, tunataka kuimbia. Tafadhali DJ, tutakuwa tumesimama kwa wimbo wa taifa. Tutulie tafadhali, tutulie tafadhali. Asanteni sana wamama, asanteni sana wamama. DJ, tusimame zote kwa wimbo wa taifa tafadhali. Wimbo wa taifa tafadhali, tusimame zote kwa wimbo. Kwa hivyo tutulie ili tuweze kufanya maombi, tuanze ratiba ya siku ya leo. Alafu hapa mbele tafadhali tuweze kuwa tumejipanga vizuri, kwa sababu ratiba yetu itakuwa ya haraka sana. Kwa hivyo karibu sana Reverend Eunice. Heavenly Father, we bow our heads before the Lord as we honor Thee for this glorious day that You have given us. How awesome, how great You are. Thank You for loving us and honoring us for such an occasion, oh God, even to be recipient of the good days of the day. Be Thou exalted, God. We want to commit the program of the day from the very beginning to the very end, oh God. Every time that we shall be here, oh God, how we pray that Your presence may be together with us to bless each one of us to the glory and honor of Your name. Thank You for remembering the community with the goodness that You have, the health Martins. Thank You for these esteemed members and honorable members, oh God, that You brought our way. We thank You sincerely for them. How we pray that You may bless us together. We thank You and honor Thee for everything that is in the program. May You bring it, oh God, even to a good success. In the name of Jesus, we have prayed and believed. Amen. Asante sana, asante sana Mheshimiwa Right Honorable Mheshimiwa Raila Odinga, Gavana wa Kiambu, na viongozi wote ambao wamefika, itifaki zote zikizingatiwa. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwashika ugeni katika mahali hapa, na inaonekana kana kwamba wamama hamjafurahi. Atumiane bokenete. Wapi makofi ya baba? Hapana, bado hamjaweka ile tulisema. Wapi makofi ya baba? Wapi shangwe ya baba? Ai, vijana mpo? Vijana mpo? Wamama hai! Wamama hai! Asante sana. Kwa hivyo kwa wakati huu, Mheshimiwa Prime Minister pamoja na Gavana wa Kiambu na viongozi wote, ningependa kwa ruksa yenu nimlete CC wetu wa health, kwa sababu hapa tuko Kivumo Dispensary ama Kivumo Hospital. Yeye atatuelezea ni maneno gani yametuleta hapa, alafu tutaenda kwa haraka. Tafadhali Dr. Murega, uko na dakika 2. Your Excellency, Right Honorable. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Excellency Governor, all the dignitaries present today, all protocols observed. First is to welcome you, Your Excellency, in Kiambu County Health Department. Allow me, Your Excellency, with a lot of humility, first to recognize the presence of the healthcare workers who have done great work, especially during this time of COVID, and also those from this facility. Kindly start very fast. Healthcare workers, wherever you are, that's just but a few of the healthcare workers. They have been the battalion that has fought COVID. I also recognize the presence of the chairman of the board or any board members of Kegumo Level 4. If you are there, yes, I can see he is there. Thank you very much. Your Excellency, just a brief on Kegumo Level 4 Hospital. It was started as a mobile health center in 1972. That's almost 50 years ago. And with time it has grown to a Level 4 hospital. We have currently a 30-bed capacity with a daily workload of between 250 and 300 patients. We offer both primary health care and curative services. Currently, the catchment population is between 20 and 25,000
residents. Today, Your Excellencies, you are here to commission the new digital X-ray machine, which is a state-of-the-art equipment. This will be a game changer, Your Excellency, in diagnosis of pneumonia, which is quite common around this area, TB, trauma, and many others. Therefore, Your Excellency, we are proud that from now onwards, we don't have to refer patients from Kegumo Level 4 to Gatondo, Kiambu, Thika, or elsewhere. With your permission, Your Excellency, allow me to invite briefly, just for 1 minute, Ruth Modoni. Ruth Modoni initiated this process, and we are proud of her. She's the hospital administrator of Kegumo Level 4 Hospital. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, the governors, all protocols observed. Hamjamhuri wananchi. Mine is to say thank you to Right Honorable Raila Amolo Odinga for donating the X-ray machine to Kegumo Level 4. It has brought transformation and improved the health services. So we are not going to transfer patients to another facility. We'll be receiving them here. Second is to thank our governor for the past 3 years. He has brought us the staff. We have improved the facility, as you can see. Our Excellency Governor Dr. Nyoro, we say thank you so much for your support. The third one is to thank the CEC plus the HMT for their support also. And the big support is from the community for supporting us and making use of this facility. We are urging and requesting you people to continue using the facility because this is your facility. Sawa sawa. Vya mwisho ni kusema asante to healthcare workers Kegumo. You have done us proud despite vile tuko tumeamua kushughulikia wananchi, si ndio? Asanteni sana. God bless you. Asanti sana Ruth, tumpigie makofi mazuri. Through her connection hiyo machini ilipatikana na tunashukuru sana. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Prime Minister pamoja na Governor, ningependa kwa sababu hatuna wakati mwingi niweze kumleta Deputy Governor wa Kiambu, Madam Joyce Ngugi, ambaye akimalizia ataweza kutuletea Governor achukue program kutoka hapa. Wapi makofi ya Deputy Governor wa Kiambu? Asanti na karibu. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, His Excellency our Governor, the Deputy Governors present, Members of Parliament present, Women Reps present, our MCAs, all protocols observed. Good afternoon. Good afternoon. Muriega andu a Kegumo. Muriega rege. Mumefurahi. Mumefurahi sana. Nataka nichukue hii muda to thank our guests, Right Honorable, because of remembering us with what we asked for. We asked for a machine. He has honored his promise, and today we are proud that he is with us in Kegumo. Are we happy, watu wa Kegumo? Are we happy? Wamama mko? Wamama mko? Tumekaribisha mgeni kwetu. Tumemkaribisha na mikono miwili na tumuonyeshe hivyo. Right Honorable, you are welcome in Kiambu. We are proud and very happy that you have remembered us today and even brought us a gift. I wasn't to talk much. I want to humbly invite our governor to come and make his remarks. You're welcome, our governor. Haya. Tarekai tweke oguo. Tugeithani oguo.
Andu akiguma muriega ringi. Nimurona baba, tamuhurira irohi, mutihura ringi. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima Right Honorable Raila Amolo Odinga, wageni ambao tuko nao waheshimiwa wabunge, Deputy Governor wa kutoka Nyeri, wale wageni wote ambao tuko nao na watu wa Kigumo, hamjambo? Kaitu kaitani ogwana. Furaha sana kwa sababu hii ndio siku ya pili huyu baba ametembea hapa Kigumo. Tumetoka Gathiroine kwa sababu alikuja Gathiroine atawaambia. Mpaka sasa hata ID yake karibu ibadilike, aseme yeye ni mtu ya Gathiroine kwa sababu amekuwa akija Gathiroine kila wakati. Kwa hivyo tunataka kumshukuru. Lakini kabla hatujaendelea, wacha sasa niwaonyeshe wale watu ambao wako hapa. Nimuramenye kila kitu mtetoke goko. Nemoi thibitari no ito ya Kigumo riu irorete guthie gukinya level 4 na thie na mbere tondu ina x-ray na maundu maya megwika mutigororo Kabla sijaongea kuhusu mambo ambayo yanatuhusu hapa na ya nchi yetu, wacha niwaonyeshe wale viongozi ambao tuko nao hapa. Tuna waheshimiwa wabunge, na mimi nitamuita mheshimiwa Wanjikũ Kibe kuma kule Gatundu North oke amugeithie na tuonia heshimiwa aria makoragwo bunge nao. Mheshimiwa. Andu akigumo muriega geithie uguo kamwe na makoro geithie uguo wega na uguo cokio goithio ucio ngi mwere no geithio ni mama Gatundu North. Asante sana. Our fifth, tunamuita our fifth baba, karibu sana hapa Kiambu, na nitasema all protocols observed, na wale waheshimiwa wote ambao tuko nao. Na sisi siku ya leo tuko na furaha sana. Tumekuja kumleta na kuzidikisha baba ili hata yeye ajisikie, ajue Kiambu hapa ni pahali kwake. Tumekaribisha yeye. Neto amomo kirado ito. Kana mure dajarie Gikuyu. Very good. Togo tukanagio guo. Daheo wera mukumo huthu muno wa gwika introduction. Togoria ria twina haha guo. Na ona gikaga guo na wega andu itu tumenye. Korea gwitu tugaga ate ng'ombe ikamagwo iria ejoku na iria. Tuga twi hamwe. Iria ejoku na eke. Na iria turagoka kama nereko ya Uhuru Muigai. Tutikiuga wega ya Uhuru Muigai. Tumenye twe na munyaka muno gukorwo twe na rais. Na tunafurahi sana kwa sababu baba ameshikilia kijana wetu kabisa. Ni kweli ama si kweli? Baba hatujasahau kuwa tulikuwa na hii maneno ya BBI, na naona rafiki wangu mheshimiwa Waweru ako hapa. Na BBI tunajua wewe ulikuwa unataka kutakia mazuri, kwa sababu sisi ndio tungekuwa tunafaidika sana. Kiambu County tulikuwa tupate 6 new constituencies. Hiyo ni kumaanisha nini? Tungeongezea pesa ya basari, tungeongezea pesa ya kutengeneza hospitali zetu kama hizi na maendeleo ile ingine. Kwa hivyo nataka tu kushukuru kwa niaba ya watu wa Kiambu, na nikwambie kuwa tumenjua wewe ndiye rafiki wetu kazi kabisa. Teto hatata gukorana arata aitone areko na thocitoneke ne ireko. Kwa hivyo gwenda itegwaria muno
Nyabejite Mheshimiwa Rach Shebesh ni CAS, wapi makofi mazuri. Na akisimama hapa nataka niulize wale viongozi wote, ile jeshi ya baba na ya Uhuru iko hapa, ikuje hapa ndio hata nyinyi muone kweli jeshi ni kubwa. Mheshimiwa Kanini utogere tukaitoroga mai hao wale makofi tuwakaribishe. Na asante sana Gavana Nyoro, tunafurahia sana kwa kuwa tuarika hapa. Kujeni wote, hakuna kuongea, lakini ni vizuri kwanza tuwaone. Wapi makofi mazuri ya Rasha Shaban Bash? Alo moriega mwaigua ngetworetwo Shebesh no gwito ni Kiambururu Timothy Kiambururu na my mother Reverend Hannah Wairimu wa Mbogua Marion no ware Reverend haha Trinity ya nyuya ACK Kegumo. Koguo ndaria monjigwe hanini mokonjigua kejerio wa BBI to twarumuro muno ni wa BBI. Uhuru Muigai wa Kenyatta ri na Raila ri ni mekire handshake, no anyita handshake ni wona kende gwetagwo handshake. Uhuru na Raila mageka atia na mbere na kuhinyirira tandu wa Mount Kenya, tondu nie haria ndogamete haria Uhuru ari na haria Raila ari, tondu hau niho uhoto uri. Ndamuthaitha andu akegumo tugamete ha ni muratuona ithuĩ nĩ ithuĩ jeshi ya baba, na arĩa mona twe Jubilee twe jeshi ya baba nĩ tondũ nĩ tũiguĩte mũndũ wĩtagwo Uhuru Muigai Kenyatta. And Uhuru Muigai Kenyatta amesema kama anaweza shikiliwa na baba saa ile ako kwa hii serikali ambayo bila hao wabunge wa ODM na wamona ono wadutire gete Nairobi etagwo Pasaris. Ni mwaona Pasaris? Wabunge mpaka Wandai wako hapa, watu kama Sifuna wako hapa. Because of them leo tuko na coffee bill ya kahua turateithio kuhetokia ni andu aria matarĩ kahua kwao. Iyo ndio upendo na ndio ukweli. Kore ya Nyeri gibeti huo ni andu wa matha tondu mahinda mati maingi twambĩrĩrie na nyarari haha. Huyu mnajua anaitwa Madam Mheshimiwa Esther Pasaris. Wapi makofi yake? Yeye ndiye women rep wa Nairobi. Wapi makofi mazuri jameni? Haya. Hapana, tumesema bana okay. Mama amesema aseme tu kama nimesimama hapa kidogo tu. Just a name. Muriega. Ngaini mwema. Nigutagwa Esther Pasaris. Mimi niko na tu kitu kimoja kusema. Asanteni kwa kusikiza kilio ya baba ya azimio ya umoja. Tuwe pamoja na tukae pamoja na imani ili Kenya yetu iinuke. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, sawa. Wengine nitataja tu majina nikianzia pande hii. Tuko naye nyararige yako ule ya Nyeri anaitwa Madam Caroline Karogo. Wapi makofi ya Madam Caroline? Tuko na jaba egeha egwetwo Mheshimiwa Maina Kamanda. Wapi makofi? Ukisema nisiongee hapa watu watashindwa. Hii kazi nilianza kabla wewe hujaianza ya kuuza baba. Ni kweli? Ado nimekwenda mahayana gĩtĩo hanini. Mimi ninataka kusema hivi, tusalimiane hivi watu wa Kegumo. Muriega rĩngĩ. Ndĩrenda kũmwĩra kĩndũ kĩmwe. Niĩ njikaraga Nyandarua. Nĩ mũĩ Nyandarua? Na Nyandarua uko ndio wa Kikuyu wetu. Ndareuga macokerio mĩgũnda yao. Koguo nĩkĩo tũrauga mũtigoke kũhenio nĩ andũ gũkũ, andũ a Kĩgumo na andũ arĩa mũciaranĩirwo nao maingatirwo mĩgũnda na matirĩ macokio mĩgũnda yao. Nĩkĩo tũrauga baba ndio ataweza kuwarudisha
hao watu kwa mashamba yao. Ndio tumuunge baba mkono, atu aitware matunyirwo migunda, machokerio migunda yao. Wakati wewe anasema baba, wangapi wanasema baba tosha? Baba tosha! Baba tosha! Asante sana. Aya thuri heragwo atitagwo mai betiguo no nginya tote muthuri ucio. Aya sasa nataka kuintroduce Mheshimiwa Honorable Jenga. Uko wapi? Simama hivi. Aya rogama huko. Asha. Aya toga hivi for today. Hebu tumkaribishe Mheshimiwa Jenga. Aya. Asante sana. Osioge tuko naye Mheshimiwa Opio Wadai. Opio wapi makofi yake? Tuko na Mheshimiwa Kareri Jama wa Korea Kiaba. Makofi ya Kareri Jama jameni. Tuna Mheshimiwa Moreithi Mwenje, wapi makofi yake mazuri? Tuko na Mheshimiwa Wagoro Mongi, makofi yake. Tuko na Mheshimiwa Mudhama kutoka Lamu, MP wa Lamu, mpigieni makofi, mpigie kule ya Lamu, makofi mazuri. Tuko naye SG wa ODM, Mheshimiwa Edwin Sifuna, makofi mazuri. Tuko naye Mheshimiwa Kamau Mweha wa Korea Kegumo, eko Mheshimiwa Kamau bore makofi wakorawe etimbaba muno. Tuna Mheshimiwa Damaris wa Iganjo, wapi Damaris? Ndio hiyo makofi ya Damaris. Tuna Mheshimiwa Mombi Ngaro wa Korea headquarter ya baba, makofi mazuri. Mheshimiwa Gekadi wa Korea Mathera ni wewe jeshi oena. Okay, haubeta egogwo. Na tuna Mr. Kamau wa Uhuru na Drero no gotwara ripoti kwa president Detoi Hana. Wape makofi mazuri ya Mr. Kamau na no dare. Hemo datiga. Kwa gweshi diare ndio dakinya hau no makondo mageithi gatondo. Ndira mweta abai modo megeithi no modo mageithi. Si gatondo. Aya sasa nataka tumkaribishe Mheshimiwa Kanini Kega. Haya vijana vijana baba tuendelee ama tusiendelee? Waacha nipungie mkono hapa tuone tumefika hapa Kegumo. Kile kitu sijui kama mumeelewa vile baba amefanya kutoka asubuhi. Ametuingiza in a very rural village na huko ndani ato ikiria kodorotai twathieleke. Athiekete indekia majani na yakahwa na akiada kodo ginyo na utageciria mundu no ekiatia no athie na baba athie kou na rugori ya githi kiu. Baba kuja hapa kushikilia hospitali hii. Na mimi nikiwa chairman wa budget. Mimi ndiye chairman wa budget. Na jana Mheshimiwa Rais alisema kwamba tutatengeneza all the level force na zitawekwa pesa. I want to assure you nikiwa hapa that I will be able to appropriate that money. Hiyo pesa tutaweka ili hii hospitali na zile zingine zote zifikie ile kiwango rais anataka. Ya mwisho nikimalizia, nataka tu tusikizane hapa kitu kimoja. Watu wa hapa Kegumo. Baba ambaye ameketi hapa, sisi wa Kikuyu ni watu wa ku reward watu ambao wamesimama na sisi. His father, wakati sisi wengi wetu hatukuwa tumezaliwa in 1961 there, wakati aliambiwa na mzungu achukue usukani wa nchi hii, akasema kama Kenyatta mzee hajatoka jela hawezi chukua usukani. Kenyatta akatoka akakuwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya. In 2002, when this country did not know where it was going, baba akatoka Uhuru Park, akatoka Serena akaingia Uhuru Park, akasema Kibaki tosha. Na Kibaki wetu akakuwa nani? Rais.
in 2019 wakati kulikuwa 2018 kulikuwa na msukosuko hapa na pale, he extended his hand akasalimia Uhuru Muigai Kenyatta na kukakuwa na utulivu katika nchi hii. And that is the reason you have the Mau Mau roads. Amesimama na sisi wakati maneno ya BBI imekuja. BBI ambayo inapatia ninyi wa Kikuyu, especially hapa from Kiambu, 6 extra constituencies. And each 6 extra constituency is an extra 100 million shillings. Ni rafiki ama si rafiki? Ni rafiki ama si rafiki? Huyu amesimama na sisi when things were very tough. Na mimi nikiwa chairman wa budget, wakati tunalipa deni, mtu anaanzaga na ile deni ya zamani. Ukilipa hiyo ya zamani, alafu unakuja zote unakuja kama unalipa. This is the old debt that we started with. Kwa hivyo mimi nawaomba nikiwa mbunge wenu na kijana wenu, this time round, I believe it is a God's time for Baba to become the president of the Republic of Kenya. Ili tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka ujao, saa 11 asubuhi, niye dekanini kega niye na aria majiguaga na aria mathikagiriria tukaumira tene biũ ũguo tuthie tuiketie kura hari Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa jamhuri yetu ya Kenya. Kwa hayo mengi machache, asanteni sana. Nataka sasa nimkaribishe gavana wetu ili amwalike baba. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you mno. Haya, hurira ikalini kega makofi. Nimokumuhurira makofi. Kamuhurira inyone. Asante sana. Sasa sisi tuko na furaha watu wa huko Kigumo, kwa sababu hii hospitali ni health center yetu. Tuko na health center mingi sana, lakini ni moja ya zile ambazo tungetaka kupanua, na tulikuwa na mpango wa kupanua na tunaendelea. Tuna haja sana na theater, operational theater hapa. Tuna haja sana na RAB ili watu wasiwe wanatumwa Roiro. Tuna haja sana na tumeweka pesa ya kuendesha hii hospitali ili iwe level 4 hospital ambao itasaidia watu wa hapa. Na kwa hivyo tungetaka kushukuru baba kwa vile alikuja hapa na akatuahidi atapata hiyo x-ray ambao tutaenda sasa kuianzisha kazi. Watu ya Kigumo mjue hiyo imefanywa na baba. Na vile tungetaka kujua ni kuangalia maendeleo yetu. Baba amegeenda mahali pengine kwote, lakini amekuja hapa na ametusaidia kwa upande wa afya. Mnajua kwa afya katika Kiambu County tumejaribu. Leo kama vile tunaongea tuko na hospitali ambao inatibu watu wa COVID-19. Na daktari ambao amefanya hiyo kazi, Dr. Murega, ananiambia sasa tuko na watu 10 peke yao huko Tigoni, ili tufungue tuache mambo ya COVID. Kwa sababu kama vile rais alisema sisi tutaishi na COVID. Watu ya Kigumo mjue wiki ijayo hospitali yenu ambao nilijenga Roiro ya vitanda 150 tutaianza wiki ijayo. Kuna tengenezwa huko nje. Kwa hivyo nyinyi hamtakuwa mkienda Thika. Mrethiaga leo haha Roiro, na mnajua tulishikana na KU tukawa na hospitali yetu ya Gatondo ikawa level 6. Sasa hiyo inafanya uende rifaro kwa KU. Ile hospitali ya cancer president alianzisha on Saturday. Watu ya Kiambu watakuwa wakipata rifaro kupitia huko Gatondo na hospitali zingine zetu za level 5 huko Thika na Kiambu. Mnajua tulikuja wakati mimi niliingia, nilikuta hatukukuwa na mashini za kuosha nguo. Ni moe nguo cia rwaru ira thambagio na moko. Na murwaru ucio ndoya arwarite ha. Turekera mashini cia kuhura nguo na cia komithia
thibitari ineshito ciothe thibitari ithano. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza baba kuweka oxygen katika hospitali zetu zote 5. Tuliweka katika mwezi wa June mwaka uliopita. Na mimi nafurahia sana kwa sababu Richard Gatia ako hapa ambaye tumefanya kazi na yeye. Richard, simama kidogo usalimie watu. Huyu Richard ndio tumefanya kazi na yeye. Tumeweka tanks za oxygen na tukatoa oxygen tukaweka kwa kitanda. Ukiwa mgonjwa sasa Kiambu unalala kwa kitanda na oxygen iko hapo. Kwa hivyo mambo ya afya tutaendelea. Jana rais alituambia kuna hospitali zingine 50 zitajengwa hapa Kenya. Yetu ambayo itakuwa level 3 na tutaongeza iwe level 4 itaenda Juja. Ili sasa tuwe na hospitali Roiro, Juja na Thika. Kwa hivyo watu ya Kigumo mambo ya afya tunafurahia. Nataka sasa kuwaambia wiki ijayo nimewapea soko. Soko ya Kigumo itakuja kujengwa na itajengwa kwa milioni 40 na itajengwa na barabara ya kuingia ili sasa watu ya Kigumo muwe mnaendelea kama wale watu wengine. Mwisho butike orero yona injwe. Mwisho kama muririkane andu a Kigumo na nikio turarehe baba guku. Mimi nimeshawahi kukaa hapa Kibishoi kwa sababu nilikuwa nafanya kazi Jakaranda. Na mnajua miaka yote kutoka Terimo Tune kupitia Gateigoro kukuja Kibishoi hatukukuwa na rami. Tumezunguka sana. Lakini rais ametupea rami kutoka Terimo Tune all the way mpaka Gashika. Simpigie rais makofi. Simpigie makofi. Vile tutile na rami. Kwa hivyo tukitaka sasa kurudisha asante sana kwa rais kwa sababu hata barabara za Maumau tukitaka kuwarudishia asante. Leo twehaha twetekania ndo mwadwa Kigumo. Ate kuria president yaratwira tuthie niko tukugera. Na nituonete njira muthuri uyu ni mwero oigire Kibaki tosha. Kibaki agituika president akirehe Thika Road. Me hamwe na muthuri uyu. Turenda na inyuere mukwira muthuri uyu atia. Ati mukumwira atia. Toigai na hinya. Ugai mugekaga uguo. Ati tosha. Athie na mbere. Akorwe president witu. Kihora irohe. Sasa ningetaka kukukaribisha baba ili uongee na hawa watu wa Kigumo na uambie umewaletea hii x-ray. Karibu sana baba, tumpigie makofi. Tumpigie makofi. Sema karibu. Karibu baba. Hello? Hello? Andu wa Kigumo Muriega. Muriega rengi. Asanteni sana. Tuna furaha kuona vile mmefika kwa wingi namna hii. Mimi nimeridhika. Nimeona na macho. Kabla sijasema machache nataka kusema niko na hapa watu wawili. Kwanza tarehe 4 mwezi Septemba, kijana mmoja wa hapa village yenu hapa aliniandikia mimi SMS. Aliandika mapema akaniambia mimi atakuwa na birthday. Anataka mimi niwe mgeni wa heshima kwa birthday yake. Mimi nikashangaa ati huyu ni nani ambaye analika namna hii. Akaniambia mimi yeye ni kijana, yeye ni mwanafunzi
na yeye angependa sana mimi nikuje. Nikaandikia yeye, nikamwambia mimi nitakuja. Sasa mimi nilikuja kwa birthday yake, nikakaribishwa hapo vizuri sana. Sasa nilipokuwa pale, ndio sasa wale wageni walikuwa pale vile vile, kwa huyu Ruth Muthoni, huyu anafanya hapa. Ruth huyu akaniambia mimi juu ya mambo ya hospitali hii, ati nataka x-ray machine, na mimi nikamwambia nitajaribu. Asante sana. Sasa nataka huyo kijana naitwa Gideon Gadhuki, nataka yeye aseme jambo, aeleze nyinyi. Hamjambo tena. Vijana Tialala, vijana Tibim, si huku mmekubali baba? Baba amefanya heshima hajafanya. Tunasema asante Your Excellency, kwa sababu wanasema baba hati uongozi ya vijana. Leo ningetaka kusema baba ako hapa kwa sababu ya kijana. Hiyo x-ray tumepata kwa sababu ya baba kutii uongozi ya vijana. Hao vijana wadogo tumeona venye baba amewashikilia. Nataka kusema hivi, kwanza nataka kurudisha shukrani kwa baba. Tena nataka kusema asanti kwa the 3 MCAs ambao wamenishikilia sana. The MCA Keno Ward, my area member of county assembly, huu jamaa amenishikilia kwa ile nje inafaa. Hajanichukua kama political threat, lakini amenichukua kama kijana ambaye anataka kujenga. Mheshimiwa Kamau Sanbad, asanti sana. Tuko na nominated MCA hapa, asanteni sana. Nataka kusema hivi nikimalizia, Mheshimiwa baba, mimi ili upendo hii niwe na hii upendo yako ni kwa sababu ya mheshimiwa mmoja, Mheshimiwa Mombi Ng'aro. Tafadhali mama, simama. Huyu mama, Mheshimiwa Mombi Ng'aro, wakati nilipopoteza baba yangu mzazi ambaye alikuwa former councillor hapa, alikuja nyumbani mara 3. Huyu mama ni mama wa heshima, na asanti sana, na tunakumbuka sisi na familia yetu jinsi ulisimama na sisi, na ndiposa nikaanza kupenda baba na Mheshimiwa Rachel Shebesh. Asanteni sana. Na sisi vijana tumesema hatutakubali kupangwa. Sisi huu mzee kama ametuletea x-ray na hayuko kwa serikali, na akiingia je? Siku nao wengi wako kwa serikali. Kwa nini hajaweka masilahi yenyu? Wanakuja hapa kumpanga, wanamwambia sijui nini, walikuja kumletea ofisi. Nyinyi mtakula ofisi. Lakini si x-ray imesaidia kila jamii, tajiri, maskini, kila mtu amesaidika na hiyo x-ray. Na baba, tunakuambia ukirudi huko ujue watu wa Komuthai wanakupenda, na hawa waheshimiwa wote asanteni sana kwa kushika baba mkono. And it is true, baba can climb the mountain, and I can tell you baba, these vijanas got your back. Asanteni. Asante. Sasa niko hapa, na nilipotoka hapa nikapiga picha yangu namna gani, habari mimi nikapata kandarasi, na nikamwambia mimi wanataka x-ray katika Kizugumo Hospital. Nenda pale na watu yako mpime, mjue mahitaji yao. Na wakaja hapa wakaongea na hao watu hapa, na wakajua yale ambayo mlikuwa nataka. Sasa ndio wakaleta hiyo machine, na machine iko hapa tayari sasa. Nataka Bwana Richard Ngatia asalimu nyinyi. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ thengio mũno. Asanti sana the Right Honorable Raila Odinga, wabunge wote ambaye wako hapa leo wamemsindikisha His Excellency the Right Honorable Raila Odinga. Asanteni sana.
Sisi ama mimi nikiwa Ngatia ni kiongozi wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry ambaye tuko kwa kila kaunti nchi hii, na kazi yetu ni kuhakikisha kwamba sisi tumeona mahitaji yenu ya kibiashara imekuwa sawasawa, na kwa vile tumezungumza hapo awali, tukazungumza na the Right Honorable Raila Odinga, na akasema vile angetaka kuja kuzindua hii x-ray machine ambaye itawasaidia nyinyi wananchi, itawasaidia wale wako kwa bodaboda, wale wamepata ajali kule. Sasa mtakuwa mkienda kwa hospitali mbali, lakini hapa kwa hii x-ray. Na kwa hayo tunataka kukupatia shukrani kabisa kwa kuona kabisa hawa wananchi wa Kegumo ama Githunguri wamepata hiyo usaidizi. Andu wa Githunguri kwera kwa mugani neke ate mugani neke na tondu ni agioka gutike muhurira karohe. Asante sana Governor, kwa vile umesema pia utaendelea na kuwasaidia wananchi wa Kegumo ndio wapate theater na wapate vyombo zingine hapa kwa hii hospitali, ili ndio service zote wawe wanapata hapa Kegumo. Asante sana Governor, na ile kazi umefanya. Nithegio muno na twena inywe ithuothe kwa biashara ya mwisho Rais Your Excellency. Jana Rais Uhuru Kenyatta amesema amepatiana ile tunaita stimulus package 25 billion. Yangu ni kumuuliza His Excellency Raila Odinga aone vile atasaidia hao wananchi wawe the beneficiaries, ili kazi zote za serikali iwe wawa ndio wanapata katika kwa local counties. Asante sana. Haya, sasa vile nilisema ati nilipotoka hapa nikatafuta kandarasi ambaye naweza kuleta hiyo x-ray machine, na nikapata Bwana Richard Ngatia. Hiyo machine ambayo imewekwa hapa na kazi yote imegharimu shilingi milioni 10. Lakini nilifanya kwa sababu mimi najua shida ambayo inapatikana hapo. Huyu Ruth alinieleza shida ambayo watu wa kazi hapa wako naye. Kama watu wako wagonjwa mpaka wapelekwe kule Gatundu level 6. Na mimi nitasema nitafanya juu chini nilete hiyo hapa. Lakini mimi nataka kuongea juu ya sera yetu kwa upande ya matibabu. Nachukua fursa hii kusema ati sisi tumesema nataka kuona kama haki muhimu ya kibinadamu ni matano. Moja ni haki ya kuishi, haki ya maisha, the right to life. Pili, the right to food. Tatu, the right to shelter, nyumba. Nne, the right to education. And tano, the right to good health. Hayo ni the 5 fundamental human rights. Na sisi tumesema tunataka kuhakikisha kwamba kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, apate matibabu ambayo inatakikana. Hatutaki kuona kama Mkenya anakufa kwa ukosefu ya matibabu. Saa ingine unakuta mtu ameandikiwa dawa na daktari, hana pesa ya kununua hizo dawa. Watu wengine wanaenda kwa hospitali, wanakatazwa kuingia ndani ya hospitali kwa sababu hakuna pesa. Hospitali kwanza inadai mpaka uweke deposit kiasi hii ndio uingie ndani ya hospitali. Unakuta mtu mwingine ameshikwa kwa hospitali ati kuna gharama ambayo inadaiwa na hajalipa, na kila siku hiyo gharama inapanda. Tumeona watu ambao wameshikwa, maiti imeshikwa kwa hospitali, watu ambao waifiwa wanaadhibiwa tena na hospitali
Maana maiti mashikwe kule ati mpaka pesa kiasi fulani ilipwe ndio wapate maiti yao. Haya yote ni aibu kubwa sana. Haya yote tunataka kumaliza. Kuanzia mwaka ujao sisi tuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata matibabu. Tena kila Mkenya atakuwa na insurance. Kama hawezi kulipa, serikali italipa. Ili kila Mkenya awe na medical cover ambaye hawezi kushuka kwa hospitali. Na vile vile tutahakikisha kwamba hata yale hospitali ma private hawalipishi watu gharama ile ambayo juu zaidi. Unakuta kwa mfano mtu anadaiwa milioni 5. Hatutaki kuona mbele kana haya. Ni aibu kubwa sana. Tutamaliza mambo kama haya ili Wakenya wote waweze kupata matibabu ya kutosha. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Tuko na shida mingi zaidi katika taifa letu. Lakini hapa mimi naona vijana wako wengi zaidi. Na vijana ndio wanahitaji ajira, wanataka kazi. Tumesema tunataka, maana yake huyo kijana aliambia mimi hata kuna college moja hapa karibu pale ambapo vijana wanaweza kufundishwa mambo ya kazi ya ufundi, alafu baadaye waje wapata ajira ile ya sawa sawa. Tutahakikisha kwamba vijana wanaenda kwa hizo colleges wanapata elimu sawa sawa bila malipo yoyote. Inaitwa skills training. Vijana wafundishwe ufundi. Wengine wao wanaweza kufanya kazi ya ICT, wengine wanaweza kufanya kazi ya useremala, washi, mechanic, electricals na kadhalika. Kazi wa maana. Hatutaki kuona kama vijana wanaambiwa ati hii ni kazi. Ati mtafanya kuweza kubeba wheelbarrow. Unataka wheelbarrow? Unataka wheelbarrow? Tunataka kuona tena. Tumesema SMEs tutawapatia mkopo. Jana rais alisema amesema ya kwamba atafuatilia madeni zingine, na vile vile pesa amewekwa pale kwa SMEs. Nataka kuona kama SMEs wanapewa fursa ya kufanya kazi sawa sawa. 3, juzi mimi nilitangaza, na nikiwa hapa mimi naweza kurudia tena, ati kwa sababu ya maskini ambayo imeenea katika taifa letu, kuna jamii zingine ambaye hawana mapato yoyote. Unakuta watu 4, hakuna mtu ambaye ana ajira au kazi. Nimesema ati kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hawana mapato watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Hiyo mzuri au mbaya? Mnaunga mkono? Vijana mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono. Wengine wanasema tu hiyo ni porojo. Mimi nasema hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Maana yake mimi najua kila mwaka wanaiba kutoka kwa serikali shilingi bilioni 600. Hii mpango ambayo mimi naongea juu yake inahitaji tu bilioni 140. Tutaziba ile mianya zote pale ambayo wanaibia pesa zetu, ili tupate pesa ya kutosha ya kumudu hiyo mpango. Sasa vijana tibim, vijana ria, vijana telala. Asanteni sana.